maalum afya, Vishwa Health Tourism LLP kutoka Ahmedabad, India. India sasa. Ndiyo. Wanatajwa kama waanzilishi katika kuunganisha Afrika na India kwa ushirikiano wa kibiashara wa kimatibabu. Hilo ni jambo muhimu sana. Inamaanisha kituo hiki hakilengi tu mtiririko wa fedha na bidhaa, Bali pia huduma muhimu kama afya, dawa na ugawi wa vifaa vya matibabu. Wanataja hata kampuni dada, East Bay Trading LLP, inayojikita kwenye biashara ya dawa pekee. Hii inaonyesha kuna mkazo wa kimkakati kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo, Karibu kwenye uchambuzi wetu wa leo. Tunaangazia jambo kubwa kweli kweli, linaloweza, kubadilisha mambo mengi. Uanzishwaji wa kituo kipya kabisa cha biashara duniani pale Dubai. naam, Fikiria hivi, kama sehemu moja ambapo mustakabali mzima wa biashara unakutana. Tunachunguza uzinduzi unaokuja, Juni 2025. Ni ofisi ya biashara inayolenga kuunganisha Afrika, Falme za Kiarabu, yani UAE, na Asia. Lengo letu hapa ni kuelewa nani anahusika, kwa nini hasa, na nini maana ya muunganiko huu mkubwa kwako. na si tu kuunda ofisi nyingine, sivyo? Vyanzo vyetu vinaonyesha kuna nia ya kimkakati kabisa hapa. Kuiweka Dubai kama kiungo muhimu, kama daraja linalounganisha uchumi huu kwa njia mpya. Daraja, hiyo ni kauli kubwa. Kweli. Lengo lao la kukuza biashara na uwekezaji wa kimataifa, yani linaashiria hatua kubwa zaidi. Sio biashara kama kawaida. Labda kuunda mtiririko mpya kabisa wa kibiashara. Inaonekana kuna maono makubwa sana nyuma yake. Sawa, hebu tuangalie waanzilishi sasa. Vyanzo vinataja Haram Trading LLC na Kibi Investment LLC. Hizo zinaonekana kama kampuni za uwekezaji, labda. Ndiyo, lakini orodha inakuwa haraka sana. Inajumuisha chemba ya biashara na viwanda ya Guinea Bissau, pia chemba ya biashara ya China UAE na KMB Capital Holding China. Hapo sasa. Hiyo inaonyesha ushirikiano mpana tangu mwanzo kabisa. Kabisa. Na huu mchanganyiko wa awali, UAE, Oman, Afrika Magharibi, China, yani inaashiria wigo mpana sana kijiografia na kifedha. Sio kama kanda moja tu inayosukuma. Ni juhudi ya mabara mengi. Hiyo ni kweli. Inaweza kumaanisha wanajaribu kujenga kitu chenye nguvu zaidi, kwa kuunganisha masoko ambayo pengine hayakuwa karibu sana hapo awali. Na hiyo nguvu inaongezeka zaidi ukiangalia wanaowaunga mkono. Mashirika makubwa ya kikanda kama ECOWAS. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi. Sahihi. Na UEMOA, Umoja wa Kiuchumi na Fedha wa Afrika Magharibi. Halafu kuna CPLP, Jumuiya ya nchi zinazotumia lugha ya Kireno. Hawa wanawakilisha mamia ya mamilioni ya watu. Hiyo inaleka uzito mkubwa kisiasa na kiuchumi. Kuungwa mkono hivyo kunaonyesha kuna nia ya kisiasa nyuma ya lengo la kibiashara. Lakini swali linabaki. Ikiwa msingi ni huu, nani hasa anayevutiwa kuwekeza na kushiriki? Ni biashara gani zinazojitokeza? Hapa sasa ndipo panapopendeza zaidi. Vyanzo vinaonyesha mchanganyiko wa ajabu. Bila shaka kuna wachezaji wa kifedha kama RRM Trading kutoka UAE na Kubli Investment kutoka Oman. Pia Africa United kutoka Afrika Kusini. Na Ahumani Rufai anayewakilisha Dangote Group ya Nigeria. Hawa wote wanalenga fedha na uwekezaji. Hilo linatarajiwa kwa kiasi fulani. Ndiyo. Lakini kinachoshangaza zaidi ni kuona kampuni kama Game Group kutoka Vietnam. Vietnam. Wanajihusisha na benki dijitali, crypto, yani sarafu za kidijitali, na blockchain, teknolojia ile ya kusajili miamala. Wow. Sekta mpya kabisa hizo. Alafu kuna NGOC Then Group pia kutoka Vietnam. Wao wako kwenye dhahabu. Sawa. Kwa hiyo una dhahabu na crypto kwa pamoja. Yaani mchanganyiko wa jadi na teknolojia mpya kabisa. Halafu kuna sekta ya rasilimali. MPR Group wanafanya kazi DRC, Zambia na Dubai. Wanajikita kwenye madini kama shaba.
Shaba, sawa. Pia kuna uwakilishi mpana kutoka Afrika, vyama vya wafanyabiashara kutoka Mali, Guinea Bissau na hata kundi kutoka Tanzania linalojihusisha na kilimo, fedha, benki dijitali na ujenzi. Ni wigo mpana kweli kweli. Na tusisahau chemba ya biashara ya China UAE imetajwa tena kama mshiriki hapa. Inavutia sana kuona jinsi wanavyochanganya hii uchumi wa zamani, madini, bidhaa na uchumi mpya, crypto, fintech. Ni kama dau kubwa la kijashiri. Ni kweli. Lakini kuna sekta nyingine ambayo vyanzo vinaipa kipaumbele maalum: afya. Vishwa Health Tourism LLP kutoka Ahmedabad, India. India sasa. Ndiyo. Wanatajwa kama waanzilishi katika kuunganisha Afrika na India kwa ushirikiano wa kibiashara wa kimatibabu. Hilo ni jambo muhimu sana. Inamaanisha kituo hiki hakilengi tu mtiririko wa fedha na bidhaa, bali pia huduma muhimu kama afya, dawa na ugawi wa vifaa vya matibabu. Wanataja hata kampuni dada, East Bay Trading LLP, inayojikita kwenye biashara ya dawa pekee. Hii inaonyesha kuna mkazo wa kimkakati kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo unapata picha ya kituo ambacho kinajaribu kuwa kiungo kwa karibu kila kitu, kuanzia dhahabu na shaba hadi sarafu za kidijitali na blockchain, hadi huduma za afya na dawa. Ni kama picha ndogo ya uchumi wa dunia unaounganishwa pale Dubai. Kwa ufupi basi, kituo hiki cha Dubai kinaonekana kuwa hatua kubwa sana ya kimkakati. Kinalenga kuunganisha masoko na kuchochea ukuaji katika mabara matatu muhimu. Wigo wake ni mkubwa mno. Hilo linazua swali la msingi kwako wewe unayetusikiliza. Je, huu mchanganyiko mpana kiasi hiki, madini, crypto, afya, fedha, je, hii ndiyo nguvu kuu ya kituo hiki, kwamba inavuta maslahi tofauti? Au kwa upande mwingine inaweza kuwa udhaifu wake, kukosa mwelekeo maalumu labda. Sawa. Na labda swali la mwisho la kukuacha nalo utafakari ni hili. Je, huu muunganiko mpya